Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika michuano mipya ya CAF, ambapo michuano hii ni kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2026-27, bila kusahau michuano mikubwa ambayo inapendwa barani Afrika, ligi ya mabingwa barani Afrika yani CAF Champions League kwa msimu wa mwaka 2026-27, ambapo kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kutoa ile orodha ya vilabu 10 ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, bila kusahau ile orodha ya vilabu 20 bora kwa sasa barani Afrika ambavyo vitakwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo orodha hii imezingatia zile pointi ambazo zimeweza kukusanywa na timu mara baada ya kushiriki michuano hii ya ligi ya mabingwa sambamba na kombe la shirikisho kwa misimu tofauti tofauti, ambapo tunashuhudia kuelekea msimu wa mwaka 2026-27 bingwa mtetezi klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns miongoni mwa klabu ambayo itakwenda kushiriki michuano hii, bila kusahau Al Ahly Wydad Casablanca kutokea nchini Morocco. Klabu ya soka ya AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco ni miongoni mwa vilabu vikubwa ama vilabu vyenye majina makubwa ambavyo moja kwa moja vitashindwa kushiriki michuano hii mara baada ya kushindwa kumaliza katika nafasi nzuri katika ligi zao. Sasa pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalie ile orodha ya vilabu 10 ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Mara baada ya kufahamu ile orodha ya vilabu 10, tutaje kufahamu ile orodha ya vilabu 20 ambavyo vitakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa vilabu hivyo vimeweza kukusanya pointi mbalimbali, ambapo ikumbuko michuano kwa mujibu wa ratiba itakwenda kuanzia hatua ya awali, pasipokuwa timu 3 tu ambazo hazitoshiriki hatua ya awali katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa, ambapo tukienda kuongelea bingwa mtetezi ambaye ni Mamelodi Sundowns, bila kusahau klabu ya soka ya RS Berkane kutoka nchini Morocco na Esperance Sportive de Tunis. Ni vilabu vitatu pekee ambavyo havitoshiriki hatua ya awali. Wao moja kwa moja wataenda kuanzia hatua inayofuatia kabla ya kwenda hatua makundi, huku Simba na Yanga wao wakianzia katika hatua ya awali. Basi pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalie vile vilabu 11 ambavyo vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho yani CAF Confederation Cup, ambapo draw moja kwa moja inatarajiwa kuchezeshwa tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi fahamu hivi ndio vilabu 10 bora ambavyo kwa sasa vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho. Nafasi ya kwanza Al Ahly mwenye pointi 66. Nafasi ya pili ni USM Alger kutokea katika nchi ya Algeria mwenye pointi 52. Nafasi ya tatu AS FAR Rabat ni klabu kutokea nchini Morocco wakiwa na pointi 41. Nafasi ya 4 CR Belouizdad kutokea nchini Algeria wakiwa na pointi 38. Nafasi ya 5 Raja Club Athletic kutokea nchini Morocco wakiwa na pointi 17. Nafasi ya 6 ni AS Oto kutokea katika nchi ya Guinea wakiwa na pointi 11. Nafasi ya 7 ni Azam Football Club kutokea nchini Tanzania wakiwa na pointi 5. Nafasi ya 8 Singida Black Stars kutoka Tanzania wakiwa na pointi 5. Nafasi ya 9 Kaizer Chiefs kutokea katika nchi ya Afrika Kusini wakiwa na pointi 5, na nafasi ya 10 ni Jwaneng Galaxy kutoka Botswana wakiwa wana pointi 4. Kwa hiyo ndio vilabu 10 bora ambavyo kwa sasa vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho. Sasa turudi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, miongoni mwa michuano ambayo inafuatiliwa zaidi barani Afrika. Klabu inayokamata nafasi ya 20 ni Klabu Africain kutokea nchini Tunisia wakiwa wana pointi 3. Nafasi ya 19 ni Horoya Athletic Club kutokea katika nchi ya Guinea wakiwa na pointi 5. Nafasi ya 18 Nosbou, hii ni klabu kutokea katika taifa la Mauritius ambapo wao wana pointi 6. Nafasi ya 17 Dioliba kutokea katika nchi ya Mali wakiwa na pointi 9. Nafasi ya 16 Padenos kutokea katika nchi ya Zambia wakiwa na pointi 10. Nafasi ya 15 ni Rivers United kutokea katika nchi ya Nigeria na pointi 15. Nafasi ya 14 TP Englebert Mazembe kutokea Congo
wakiwa na pointi 20. Nafasi ya 13 Orlando Pirates kutokea Afrika Kusini wakiwa na pointi 20. Nafasi ya 12 MC Alger kutokea katika nchi ya Algeria wakiwa na pointi 22. Nafasi ya 11 Stade Malien kutokea katika nchi ya Mali wakiwa na pointi 23. Nafasi ya 10 ASEC Mimosas kutokea Ivory Coast wakiwa na pointi 24. Nafasi ya 9 Atletico Petro de Luanda kutokea katika nchi ya Angola wakiwa na pointi 27. Nafasi ya 8 Young Africans kutokea katika nchi ya Tanzania wakiwa na pointi 35. Nafasi ya 7 Simba Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania wakiwa na alama 38. Nafasi ya 6 Al Hilal Omdurman kutokea katika nchi ya Sudani wakiwa na pointi 39. Nafasi ya 5 Pyramids Football Club kutokea katika nchi ya Misri na pointi 48. Nafasi ya 4 Zamalek kutokea katika nchi ya Misri na pointi 49. Nafasi ya 3 RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco na pointi 57. Nafasi ya pili Esperance Sportive de Tunis kutokea katika nchi ya Tunisia wakiwa na pointi 58. Nafasi ya kwanza ni Mamelodi Sundowns kutokea katika nchi ya Afrika Kusini na pointi 73. Kwa hiyo tunaona hivyo ndivyo vilabu 20 bora ambavyo kwa sasa vitakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Tanzania tutawakilishwa na vilabu viwili, yani Simba na Yanga Sports Club. Simba wakiwa katika nafasi ya 7 huku klabu ya soka Yanga wao katika nafasi ya 8. Kwa hiyo tunaona katika vilabu hivi 20 ambavyo moja kwa moja vitakwenda kushiriki ligi ya mabingwa 2026/27, basi fahamu Mamelodi Sundowns, Esperance na RS Berkane vilabu vitatu pekee ambavyo havitoanzia ile hatua ya awali moja kwa moja vitakwenda kuanza katika raundi ya pili, na mara baada ya kucheza michuano hiyo kama watafanikiwa kushinda, basi moja kwa moja watakwenda hatua inayofuatia, yani hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 26/27. Kwa tunaona kuelekea ligi ya mabingwa kuna vilabu vikubwa kama klabu ya soka ya Al Ahly, klabu ya soka kutokea pale katika nchi ya Morocco. Wydad Casablanca ni miongoni mwa vilabu ambavyo havitakwenda kushiriki michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Moja kwa moja vitakwenda kushiriki kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2026/27. Ikumbukwe nchi ya Tanzania ni miongoni mwa ligi ambazo zitakwenda kutoa vilabu 4 katika michuano hii mikubwa inayosimamiwa na CAF, ambapo Tanzania moja kwa moja tunavitoa vilabu 4 viwili vikishiriki ligi ya mabingwa, yani Yanga Sports Club na klabu ya soka ya Simba, huku vilabu viwili yani Singida Black Stars na klabu ya soka ya Azam wao moja kwa moja watakwenda kushiriki kombe la shirikisho. Kwa hiyo hii ni fahari kuona nchi ya Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo moja kwa moja zitakwenda kushiriki michuano hii mara baada ya kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaona Simba, Yanga, Azam, Singida moja kwa moja watakwenda kuanzia katika hizi hatua za awali katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho sambamba na ligi ya mabingwa. Tuambie neno la comment kwa upande wako. Je, ni mdau unaishabikia klabu gani hapa barani Afrika? Je, kuelekea msimu ujao ni klabu gani ambayo unaiona moja kwa moja itakwenda kufanya vizuri? Toa maoni kwenye comment kama kawaida, na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.